Bunge la Israel limepitisha awamu ya kwanza ya mswada tata unaopendekeza kuanzishwa kwa adhabu ya kifo kwa watu wanaopatikana na hatia ya kuwaua raia wa Kiyahudi nchini humo. Mswada huo unaungwa mkono na waziri wa usalama wa taifa wa mrengo wa kulia Itamar Ben-Gvir, unaopendekeza kwamba mtu yeyote atakayepatikana na hatia ya kumuua Mwisraeli kwa sababu za chuki au nia ya kuharibu taifa la Kiyahudi lazima ahukumiwe kifo. Sheria hii ikiwa itapitishwa kikamilifu itakuwa ya lazima kwa mahakama ya kiraia na kijeshi, hasa katika maeneo ya Ukingo wa Magharibi yanayokaliwa na Israel. Mswada huo unakusudia kubadilisha sheria za sasa ambazo zinahitaji uamuzi wa pamoja wa majaji wote ili kutoa hukumu ya kifo. Badala yake, hukumu hii inaweza kutolewa kwa wingi wa kura za majaji na haitaruhusu tena adhabu kubadilishwa au kupunguzwa. Hatua hii inachukuliwa kama sehemu ya mpango wa serikali ya Benjamin Netanyahu na washirika wake wa mrengo wa kulia wa kuimarisha usalama wa taifa baada ya mashambulizi ya Oktoba mwaka 2023 iliyofanywa na kundi la Hamas ambayo yaliua takribani watu 1200 nchini Israel. Itamar Ben-Gvir amesisitiza kuwa adhabu ya kifo itakuwa njia ya kuzuia ugaidi na kutoa tahadhari kwa wale wanaopanga mashambulizi dhidi ya Waisrael. Hata hivyo, mswada huu umeibua upinzani mkubwa ndani na nje ya Israel. Mashirika ya haki za binadamu ikiwemo Amnesty International yamepinga vikali pendekezo hilo, yakisema ni ya kibaguzi na yanaweza zaidi kuwalenga Wapalestina. Wapinzani wa ndani wanasema kuwa sheria hii inakiuka msingi wa usawa kwa sababu haijumuishi adhabu sawa na Waisrael wanaowaua Wapalestina, hivyo kuongeza mgawanyiko wa kikabila na kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa taratibu za bunge hilo, mswada huo sasa unapaswa kupitia hatua mbili zaidi za kupitishwa kabla ya kuwa sheria kamili. Katika kura ya kwanza, wabunge 39 waliunga mkono huku 16 wakipinga kati ya wabunge 120 wa bunge hilo. Wataalamu wa sheria na wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanatahadharisha kuwa utekelezaji wa sheria hii unaweza kukumbana na changamoto za kisheria ndani ya Israel na upinzani kutoka jamii ya kimataifa, hasa kwa kuzingatia kuwa hukumu ya kifo inapingwa na mikataba mingi ya kimataifa kuhusu haki za binadamu. Zaidi ya hayo, mswada huu ni sehemu ya safu ya sheria na sera zinazozidi kuzua utata kuhusu mwenendo wa Israel katika kushughulikia masuala ya Wapalestina. Serikali pia imekuwa ikipendekeza sheria nyingine zinazohusiana na uhamisho wa jamaa wa washukiwa wa mashambulizi na masharti magumu zaidi ya usalama katika maeneo yanayokaliwa. Wapinzani wanasema hatua kama hizi zinazidi kuongeza mvutano na kuchochea mzunguko wa machafuko kati ya pande hizo mbili.